Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump ametia saini ya amri ya utendaji inayozuia mahakama na wakopeshaji kudai mapato ya mauzo ya mafuta ya Venezuela yaliyoko katika akaunti ya hazina ya Marekani. Rais huyo kupitia ikulu ya White House amesema kwamba hatua hiyo ni ya dharura ya kitaifa inayolenga kuhifadhi fedha ili kuendeleza malengo ya sera ya kigeni ya Amerika katika eneo hilo. Trump alisema makampuni ya Marekani yatapata fursa ya kuzalisha mafuta nchini Venezuela ambayo rais wake Nicolas Maduro alitekwa nyara pamoja na mkewe wakati wa uvamizi wa makomando wa Marekani katika boma mojawapo huko Caracas wiki iliyopita. Venezuela ililani operesheni hiyo kama ukiukwaji mkubwa wa uhuru wake. Agizo hilo linazuia kiambatanisho chochote, hukumu, amri, uongofu, utekelezaji, mapambano au mchakato mwingine wowote wa mahakama dhidi ya mafuta ya Venezuela na mapato ya mauzo duni yanayoshikiliwa na hazina, ikulu hiyo imesema. Imeongeza kuwa kupoteza udhibiti wa fedha hizo kutawapa nguvu watendaji kama Iran na Hezbollah na kuhatarisha moja kwa moja malengo ya Marekani. Trump ambaye alikutana na wasimamizi wa mafuta wa Marekani mnamo Ijumaa ya wiki hii alisema kampuni hizo zitawekeza angalau dola bilioni 100 katika uzalishaji wa mafuta ya Venezuela. Waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright amesema hapo awali kwamba Washington inapanga kuuza mafuta ya Venezuela kwa muda usiojulikana. Hata hivyo, wauzaji wa mafuta na makampuni mbalimbali yamekuwa na wasiwasi ya uwekezaji huo. Mkurugenzi mtendaji wa Exxon Darren Woods amesema hata hivyo kwamba Venezuela inayoendeshwa na ujamaa ilikuwa isiyoweza kuwekezeka bila mageuzi ya kina katika sekta yake ya nishati. Makampuni ya mafuta ya Marekani yana madai ya muda mrefu ya tangu miaka 2000 ya kutaifisha uzalishaji wa mafuta chini ya mtangulizi wa Maduro Hugo Chavez. Trump alitaja kutaifishwa isiyo ya haki kama moja ya sababu za uvamizi dhidi ya Maduro. Delcy Rodriguez, mshirika wa karibu wa Maduro, aliapishwa kama kaimu rais. Wakati hayupo, alisema nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta iko wazi kwa miradi yenye manufaa na taifa lolote, ikiwa ni pamoja na Marekani. Maafisa wa Venezuela hata hivyo wamesema hawataruhusu Marekani kuiba rasilimali zake. Kumekuwa na kauli za kutofautiana kati ya maafisa wa kijeshi na maafisa wengine nchini humo Venezuela, huku rais akisema kwamba Venezuela ipo tayari kwa uwekezaji, lakini wanajeshi wa taifa hilo wakisema kwamba hawapo tayari kuona Marekani ikiiba mafuta. Wanachosema wa Venezuela hasa upande wa jeshi ni kwamba mipango ya Donald Trump ni kuiba mafuta ya taifa hilo, na wao wanasema watayalinda vilivyo, huku rais huyo wa Marekani akizuia namna yoyote ya kuweza kuchukua mafuta hayo kutoka nje, ama mahakama yoyote ya ulimwengu haitoweza kuzuia mpango huo. Endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.